Kwa majina naitwa Juma Ramadhani. Nina umri wa miaka 28. Naishi mkoani Arusha. Mimi nilianza kuumwa baada ya kumaliza shule ya msingi. Nilianza kuumwa masikio taratibu. Kisha baadaye ikafuata miguu. Masikio alivyoanza kuumwa ilikuwa ni taratibu, sio ghafla, ilikuwa ni taratibu. Nilikuwa naona utofauti wiki baada ya wiki. Baada ya mwezi mmoja masikio yakaya yamekuwa na hali mbaya. Wakati huo nipo form 1. Wakati nipo form 1 nilikuwa nasoma hivyo hivyo. Nilikuwa bado naweza kusikia kidogo. Baada ya kufanya mitihani midogo midogo nikawa nimefanya vizuri. Basi walimu wakawa wameanza kunifahamu baada ya kufanya vizuri madarasani. Baadaye hali ya masikio ikawa ni mbaya zaidi. Nikawa nashindwa kusikia na kusikia kabisa darasani. Basi nikaanza kufeli mitihani. Wakati huo walimu walikuwa wafahamu kama nina tatizo la masikio. Sikumwambia mtu yoyote. Nilikuwa naendelea na shule hivyo hivyo. Hamna mwanafunzi wala mwalimu anayejua kwamba anaumwa masikio. Siku moja kuna mwalimu aliniuliza kwa nini nimefeli. Nikamwambia naumwa. Nilikuwa naumwa sana. Nikaja nikafeli mtihani mara ya pili. Huyo mwalimu akaniuliza kwa nini nimefeli tena. Nikamwambia sikusoma, nilikuwa na kazi nyingi nyumbani. Akaniambia nisome, nikamwambia sawa. Siku ya tatu nilipofeli tena mtihani, ikabidi nimwambie kwamba masikio yana matatizo. Akaniuliza kama nimefika hospitali. Nikamwambia sijafanikiwa kufika hospitali. Akauliza kwa nini? Nikamwambia mama ana hela kunipeleka hospitali. Baadaye nikawa nimefeli sana masomo karibia yote. Nikawa nachapwa na wenzangu mbele ya wanafunzi wenzangu. Sasa wakati nachapwa, huyo mwalimu nilimwambia tatizo langu la masikio. Akawa ameniombea msamaha. Akawaambia walimu wenzake kuwa nina matatizo ya masikio, kwa hiyo aniache asinichape. Kwa hiyo nikawa nimeachwa. Kwa hiyo walimu na wanafunzi wakawa wamefahamu kwamba nina matatizo ya masikio. Mimi nimesoma shule moja inaitwa Ola City Secondary. Wakati naanza kusoma shule ilikuwa ni mpya kabisa, kwa mimi nilikuwa ni form 1 ya kwanza kwenye shule hapo. Sasa nikaendelea na shule hivyo hivyo. Ilikuwa ni mwaka 2012 nipo form 1. Nikaendelea na shule hivyo hivyo. Baadaye nikaja nikaanza kuumwa na miguu taratibu. Ilipofika mwezi wa 8 mwaka huo 2012, na miguu ilikuwa ni taratibu kama ilivyokuwa masikio. Baada ya mwezi mmoja miguu ikawa imefeli kabisa kutembea. Kwa hiyo nikawa nashindwa kutembea, nikawa nabaki nyumbani. Nikaacha na kwenda shuleni. Nikashindwa kuhudhuria shule. Nikawa naumwa sana, nikawa nalala kitandani. Ndani ya miezi 6 niko kitandani. Baadaye mama akaanza kunipigania ili nipate nafuu. Akanipeleka maombezi kuombewa. Akanipeleka msikitini kusomewa dua. Lakini haijasaidia, japo niliweka imani kubwa sana kupona. Akawa amepeleka makanisa karibu yote na misikiti karibu yote, lakini sijapona. Japo niliweka imani kubwa sana ya kupona. Baadaye alinipeleka hospitali hapo Motumeru. Motumeru akasema hawana vifaa vya kunitibu. Paka KCMC labda ndo wana hivi vifaa. Sasa ikabidi mama anitafutie msaada kunifikisha KCMC. Tulifanikiwa kupata msaada mmoja hapo Sayarive.
ikachukuliwa nikapelekwa KCMC. Lakini watu wa usarifu walikuwa wanisaidii, mfano kwenye kunisafirisha kunipeleka hospitali. Wanisaidii kwa usafiri wao, bali kwa tunatumia usafiri wetu. Kwa mama alikuwa hana hela, alikuwa anatafuta nauli afa anapeleka nani kwa KCMC. Sina baba, nipo na mama tu, na mama ndio kila kitu kwangu. Mama huwa anafanya kazi ya kufua na kulipwa hela ndogo sana, kwa hiyo anateseka na mimi. Sasa nina hofu kubwa sana kwa sababu mama yangu anaumwa, anasumbuliwa na kifua cha kubana. Vile vile ana kibarua maalum cha kufanya. Kwa hiyo nilikuwa naomba Tanzania mnisaidie nikatibiwe ili niweze kutimiza ndoto zangu, kwa sababu bado nina ndoto kubwa sana katika maisha. Mimi jina langu naitwa Zainabu Idi. Ni mzaliwa wa Singida. Mtoto wangu kweli nilimzaa mzima wa afya kabisa. Akasoma msingi, kamaliza, kafaulu. Alikuja kupata matatizo alivyoingia sekondari. Kwa hiyo alivyoingia sekondari alisoma kama wiki 2 hivi. Ndio matatizo yakamwanza masikio. Nikampeleka Mount Meru. Akaenda wakamcheki pale, wakampa dawa, akawa anatumia. Baada ya kutumia hajapata nafuu. Haya, kutoka hapo tena sijakaa sawa, akawa anafanya nini, miguu ikaanza kumuuma. Baada ya hapo nikasema sasa hapa mimi nitafanyaje, na mimi sina uwezo. Kazi yangu ni ya kufua ndio wapate kuishi. Kweli nilipambana, kweli nilipita huku na huku mpaka nikaenda hadi kwenye redio. Nimeenda kila sehemu. Haya, nikapata hiyo hela ndo nikampeleka KCMC. KCMC kule akaenda kalazwa kule. Akawa anapata na matibabu. Na katika yale matibabu sijayaona, yani hayajamsaidia. Haya, pale tulikaa kama siku 5. Haya, ikawa wanataka pesa yao kama 2.5 milioni. Nikahangaika, nikapita huku na huku, nikawa nimefanikiwa kuipata hiyo hela, nikawa nimelipa. Lakini mtoto wangu hakupona. Mpaka sasa hivi hapa nilipo, yuko hapa nyumbani, mimi na yeye na yeye, tuseme yeye ni yatima. Baba yao ameshafarikigi. Ndio mimi nimebaki hapa, ndio nahangaika naye mpaka sasa hivi. Sasa pale wakipima wanaona wanasema mbona hatuoni vipimo vyake vizuri. Naona yani wamekosa hivyo vipimo kabisa. Kila wakipima wanasema mbona mtoto yuko vizuri. Sasa pale hata madokta wenyewe walishindwa kuelewa ni nini. Na mpaka sasa hivi ninavyoongea yani ulikuwa ni kijana mzuri sana ambaye yani anajua kuimba. Ni msanii mzuri sana. Alikuja kuimba wimbo wa baba yake mzazi. Baba yake ulikuwa hatuishi na yeye. Ni mimi ndio nimeanza na hawa watoto tangia mpaka nimemaliza. Huyu baba nikishazaa huyo mtoto yeye haleti matumizi wala nini. Mpaka huyu mtoto alikuja kuimba, alimuimba baba yake. Baba, tutakula wapi? Umemwacha mama, umetuacha sisi, tutalala wapi? Aliimba huo wimbo. Na yeye akiwa mzima atasaidia na wengine. Kwa sababu huyu mtoto nimetembea kila sehemu. Kwenda kwenye ibada nimeenda sana sijaacha. Nimeenda. Binadamu kama mimi. Kama ataguswa amsaidie tu mtoto wangu. Chochote kile, si lazima atoe mahela mengi. Hata kama ni 200, hiyo inatosha. Hata kama ni 100, hata kama ni 50 na ni shilingi 50 inatosha. Tutachanga hivyo mpaka itafika. Tujue tatizo la huyu mtoto. Nimpeleke labda India wakamfanyie labda uchunguzi mzima. Ili wajue tatizo hili linatibika au halitibiki. Hivyo tu. Kwa hiyo mimi nilikuwa naomba jamani wa Tanzania wenzangu, kama wananisikia, mtoto sikumzaa hivi. Mungu alinipa mzima kabisa. Naomba tu wamsaidie tu huyu mtoto wangu. Apelekwe labda kama India akapate vipimo zaidi. Kwa sababu huyu ni mzima kabisa.
nimemnunulia ile fimbo ya kutembelea, na kweli anatembea vizuri, na katika kuongea na yeye mpaka umwandikie message ndo umsikilizane na yeye, la sivyo kama hujamwandikia ndo hivyo. Kwa hiyo mimi nilikuwa nawaomba sana Watanzania, kama mnanisikia, mpaka na rais wangu mimi mwenyewe kama ananisikia, amsaidie huyu kijana, maana akishamsaidia huyu kijana pia na mimi atanisaidia. Ndio hivyo tunawaomba.